tumsikie msemaji, na msemaji amesema hakufanya kosa lolote ambalo alipaswa kuomba radhi. Na wewe umefuatilia kilichokuwa kinaendelea Tabora, umemsikia mkuu wa mkoa na Ali naye na msemaji wa Tabora wenyewe. Hakupaswa kweli kuomba radhi kwa kile alichokizungumza, ama ni mambo ya mpira tu yale? Mambo ya mpira yanakuaje? Ili ni yajue nisiye nika mambo ya mpira si ana utani ndani yake, utani wa mpira, na kuna mambo ambayo yako serious, yani mambo ya mpira tu ya unatenganishaje kwamba hapa hawa sasa wako, kwa sababu ndio maana kuna timu watani wa jadi mkitaniana. Hata hao kwenye watani wa jadi kuna maneno ukizungumza baadaye unahisi kama umezungumza vya umepita kiasi. Kwa mfano Ali akiwa anazungumza kwenye kuhusiana na watani wa jadi, ndio Juma Ramadhani Mgunda alikuwa kocha msaidizi wa Simba, sio wakati ule alikuwa kocha mkuu, alimfananisha na maandazi. Mbona aliomba radhi? Na tena ilikuwa ni utani au ilikuwa alikuwa anatania jukwani pale. Jukwani Mbagala nafikiri. Mgunda na maandazi mnachagua nini? Maandazi. Baadaye aliomba radhi. Ilikuwa ni utani au? Siko ni utani? Au was it serious? Ilikuwa utani. Tena ni timu ambazo unatenana nazo. Kwa nini ilifikia tu akaomba radhi? Wewe sasa kwa labda mapokeo sasa ya watu mapokeo nje kule na muhusika watu au baadaye watu walimwambia na akili ilimrudi kwamba huyu ni mtu mzima mkubwa, status alikuwa nao Juma Mgunda kwenye mpira wa nchi hii, umri wake na kumtaja yeye personally. Ukimtaja yeye sio kwamba umeitaja Simba, ndio umemtaja mtu, sio kwa mpira wa nchi hii. Juma Mgunda ni mtu mkubwa mno, ndio nafikiri akarudi mwenyewe akaomba msamaha na Juma Mgunda alikubali msamaha. Sawa. Kwa inawezekana unaweza ukaona hiki sicho, sipaswi kuomba msamaha au hapa nimetania kimpira, lakini ikawa kitu nje ya hicho kitu. Na ukipata maelekezo au maelezo ya watu wengine, nadhani pia ukahisi kwamba kweli labda hapa mimi nilizungumza vibaya. Hata Ahmed alipozungumza kuhusu nyuki na inzi, ndio unakumbuka? Nakumbuka. Lakini alirudi kuomba msamaha. Zaka aliposema kuhusu choo, ndio unakumbuka? Nakumbuka. Alikuwa anajibu tu utani, lakini alirudi kuomba msamaha. Why? Kwa sababu unakuwa umevuka mipaka kwenye kuzungumza, alafu unaomba msamaha. Sio kwenye hili, sababu mkuu wa mkoa ndo alianzisha. Alianzaje? Alianza kusema taasisi ambayo Alikamwe ni msemaji ile taasisi. Alisema nini? Kwamba Yanga wamekwenda pale, wanakwenda kwa kiherehere, wanakwenda kuwashughulikia, lakini pia neno kiherehere ni tusi. Lakini kwa kiongozi kama mkuu wa mkoa limekaa neno kiherehere sio tusi. Kuna vitu vingi ambavyo sio matusi. Iishie hapo. Lakini sasa tunaangalia na status. Tunaangalia na status. Kwa hiyo neno yani wewe ukiambiwa na CEO hapa Juma umekuja hapa na kiherehere inakuwaje? Na ninapoipokea sasa inakuwa iko. Wewe unatakiwa ujibuje? Ukipokea unavopokea hiyo ni shida yako. Mwache kwanza. Haya, na wewe ukitaka kujibu unamwambia wewe mbona umevaa koti la kipaimara? Unamjibu hivyo? Kwani koti la kipaimara? Unajibu hivyo? Si amenianza mimi kwa kuniambia na kiherehere. Ndio, na wewe unajibu hivyo? Naambia sina kiherehere. Unajibu kwamba wewe mbona koti lako hilo la ubatizo? Is that the way? Wewe maana yake mwalimu unajua. Nataka wewe uwakilishe watu huko nje. Hivyo ndio unavyopaswa kujibu. Mtazame kosa langu ni nini hapo? Na kuuliza wewe huoni kosa? Kanianza na nikajibu. Kaanza mkuu wa mkoa kaanza. Ali anajaribu kulinda ile brand. Huko kote tumeshatoka. Mimi niko na wewe. Tuko mimi na wewe. Kaja CEO wa kampuni hii tunaoifanyia kazi, Apollo Tem, akakwambia Juma, mbona wewe una kiherehere? Au akakwambia punguza kiherehere. Punguza kiherehere. Wewe jibu lako ni kwamba huyu naye nini bwana, mbona yeye kama kosi la kipaimara? Ndio hivyo. Na muda huo koti kavaa kweli la kipaimara. Yes, la kipaimara. Unaweza kusema public hivyo, sio naye ana lolote kavaa koti la kipaimara na koti lake la kipaimara. Is that the way? Wala tusiende kwa mkuu wa wilaya wala mkuu wa mkoa, CEO tu wa kampuni yetu. Vipi? Haijakaa vizuri. Haijakaa vizuri Aiwa. Sasa kama ile kauli yake pia
haikuwa nzuri. Kosa halirekebishwi kwa kosa. Sawa? Nchi hii kuna makamishina wawili tu wamepewa commission. District Commissioner na Regional Commissioner. Hizi commission wamepewa na rais. Hawa ni mbadala wake huko wilayani na mikoani. Sawa? Hawa ni wawakilishi wa rais mkoani. Ndio maana mkuu wa mkoa ni rais katika huo mkoa na anatembea na bendera. Sawa? Unajua mkuu wa mkoa mwingine kwa mfano wasafiri kutoka mkoa huu kwenda mkoa mwingine hapandishi ile bendera kwa sababu mle anamopita kuna wakubwa wa hilo eneo. Akifika mkoani kwake anaweka kwa sababu yeye ndio mwamba pale. Ndio. Unanielewa vizuri sijui? Nakuelewa vizuri. Kuna mawaziri hapa wanatembea hapa mkoani hapa. Yaani mkoani mawaziri wako. Hoja yako ni nini? Nataka kuonyesha mkuu wa mkoa sio mtu mdogo. Ndio mwakilishi wa rais, ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa kama ilivyo kwa mkoa wa wilaya. Sawa? Ambaye anatengeneza mazingira ya huo usalama kuonekana kwa upande wa watu wanaanza kuhisi mbona tunaenda kwenye mkoa huyu mtu, lakini huyu mtu yuko mbele anahamasisha mambo ambayo ni magumu zaidi kwa sisi ambao tunakwenda pale. Jambo gani gumu? Kwa mfano mtu kusema kielele au kwani mkuu wa mkoa yuko kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wake husika kwa wakati huo. Yeye ndio msimamizi wa hilo jambo. Maendeleo ya mkoa yanamhusu yeye moja kwa moja, ndio kazi yake. Kwa hiyo yeye kuisimama akiipigia kifua au kiikingia kifua timu iliyoko mkoani kwake ni jukumu lake. Wala yeye hangaiki na timu inayotoka Dar es Salaam ambao kuna mkuu wa mkoa mwingine ambao anajinasibu na hizo timu zake za Dar es Salaam. Ila yeye sio mtendaji wa timu. Sio mtendaji wa timu. Ndio. Yeye ndio kila kitu kwenye huo mkoa. Rais kwani ni mtendaji wa kitu chochote hapa? Kwa chama chochote cha mpira au TFF. Lakini anaweza kuambia lete national team hapa na akazungumza kitu chochote. Mkaenda pale mkamsikiliza. Kwa sababu ni timu yake. Sababu ni nembo ya nchi. Sawa? Lakini haya mambo amekwenda anaongelea mambo ya rushwa, kuna kosa gani kuongelea mambo ya rushwa? Na yeye amesema amekabidhi TAKUKURU. Si ndio unachosema hicho? Kuna rushwa, kuna wachezaji wanapigwa simu na nini, nimewachia TAKUKURU. Na mimi kutafutia namba ya mtu wa TAKUKURU, umuulize kwamba mkuu wa mkoa akakukabidhi. How far umefikia ile jambo? 4:30 unipe namba ya mtu wa TAKUKURU. Kwa hiyo sioni kosa la mkuu wa mkoa kuzungumzia rushwa. Kuna vitu kuna vitu mkuu wa mkoa hakuwa sawa, jemedari. Tunarudi. Sawa.